Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji na mpenzi wa Saif D'or TV, tunakuja tena kukuburudisha, kukuweka katika burudani kabisa ya kukuonesha ubovu wa Biblia, kitabu cha wasiokuwa Waislamu wanavyokipenda na hukienzi kabisa. Lakini sisi kwa siku ya leo tunakuja tena na mada zetu za kuonesha migongano zinazopatikana katika kitabu kinachoitwa Biblia. Na kuonesha tu kwamba Biblia na Qur'ani ni ipi kitabu ambacho kimekuja na habari kutoka mbinguni, ambayo habari hiyo ni ya ukweli na si haina uongo ndani yake. Kwa hiyo kabla ya yote tunakuomba kwa siku ya leo utapata mada tamu kabisa, ambayo mada hii itakuwa kali, hujawahi kuisikia, kuonesha imani ya Kikristo na Biblia vinavyoanguka kwa siku ya leo. Kabla ya hujapata hiyo utamu, tunakuomba usikose kushare na kusubscribe na kucomment na kulike na kuwatumia wengine video hii, ili uwe wa mwanzo kabisa kufata video yetu katika YouTube ambayo tutaifanya na video zitakazokuja kwa siku zijazo inshallah taala. Tunakuomba usikose kujiabone kwa wale wasiosikia Kiswahili vizuri, na kuandika kwenye YouTube yako Saif D'or TV, kisha utaona inaaparete hapo, unabonyeza kwenye sehemu wanaandika subscribe ama sabone inshallah. Acha tukupe utamu. Siku ya leo tunakuja kuvunja imani fulani ya Kikristo inayosema ya kwamba Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ndio tunakuja kuizungumzia hili jambo. Wakristo kila siku wanatutangazia, wanasema ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, lakini sisi tunakwambia ya kwamba hiyo sio kweli na wala haitokuaga kweli hata siku moja, kwa sababu Qur'ani inasema, Allah anasema ya kwamba alla taziru waziratu wizra ukhra, kwamba hakuna mtu atabeba mzigo wa mwenzake. Alla taziru waziratu wizra ukhra, hakuna mwanadamu ambaye atabeba mzigo wa mwanadamu mwenzake. Inamaanisha ya kwamba ukifanya dhambi, basi wewe mwenyewe ndiye ambaye siku ya kiyama utaulizwa kuhusu dhambi yako hiyo, wala hakuna mataibeba kichwani mwako. Naam. Kwa hiyo tutizame, je, hii imani inapatikana katika Biblia? Tizama Wakristo walitoa wapi imani ya kusema kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zao. Soma Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 3. Biblia inasema nini? Inasema hivi: kwa maana naliwatolea nyinyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa, Paulo huyo anasema ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Paulo anasema ya kwamba maandiko yanasema eti Kristo amekufa, bimaana Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ndo Paulo anasema kwenye Wakorinto wa kwanza. Naam, eske hii kweli Yesu naye pia alijua kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu? Yohana 8:21, basi akawaambia, yani Yesu, mimi naondoka nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Dhambi yenu, mtakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Yesu anaonesha ya kwamba yeye, watu watakufa kwa dhambi zao. Wanafunzi wao, watu wakati wake wakifa watakufa kwa dhambi zao, wala si kwa kusema kwamba eti Yesu atabeba mzigo wa dhambi zao. Hiyo Yesu anaikanusha. Manake Biblia, maneno ya Wakorinto ambayo ni maneno ya Paulo kule ndani, na hii maneno ya Yesu iliyoko kwenye Yohana zinapingana. Paulo anasema Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi za watu, lakini Yesu anasema yeye mwenyewe kwamba kila mtu atakufa kwa dhambi zake. Sasa tuone Paulo alisema kwamba eti ndo maneno yanavyosema, kitabu cha Mungu kinasema hivyo. Tutizame Biblia inasemaje tena hivyo. Biblia ukisoma Ezekieli 18:20 inasema ya kwamba roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa,
mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe, kama vile iliyoko kwenye Qur'ani yetu tukufu. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Biblia inasema mtu mwenye kufanya uovu wake utakuwa juu yake, yani juu ya kichwa chake. Akifa anakufa na dhambi zake na uovu wake. Iko wapi imani ya Paulo ya kusema eti kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu? Inaonekana hii imani ni imani ya ushetani na sio imani ya kweli kabisa, kwa sababu imani ya kweli ni ile iliyoko kwenye Qur'ani. Inasema ya kwamba alla taziru waziratu wizra ukhra, kwamba hakuna mwanadamu ambaye atabeba mzigo kwa mwanadamu mwenzake hiyo siku ya kiyama. Unaona? Kwa hiyo ukifa unabeba dhambi zako wewe mwenyewe, wala si Yesu ndiye ambaye atakaye beba dhambi zako. Nishie hapo. Kunakuja tena mada zingine za kuonesha migongano katika Biblia na kuonesha kwamba Biblia sio kitabu cha Mungu. Lakini ili upate huo utamu, usikose kushare na kusubscribe na kucomment na kulike na kuandika kwenye comment. Unatupatia maswali yako na maoni yako ili uwe wa mwanzo kabisa kuwa nafuata mada zetu na utamu wake. Asante sana.